Kwanza napenda kuwakaribisha waandishi wa habari kama tunavyowakaribisha wananchi wanaokuja kwenye haya maonyesho ya 50 ya kihistoria ya biashara ya hapa Dar es Salaam yajulikanayo kama Sabasaba. Wakati maonyesho yamefika miaka 50, taasisi ya mifupa na magonjwa ya mfumo wa fahamu yenyewe inasherehekea miaka 30. Kwa hiyo kama watu walikuwa hawana ujuzi huo, basi wajue kwamba taasisi tumekuwepo kwa muda kidogo. Miaka 30 sio umri mfupi. Taasisi hii ilitengenezwa na serikali kwa ajili ya kukidhi hitaji lililokuwepo baada ya huduma za afya kutokuwa na utaratibu maalum wa kukidhi mahitaji kimfumo ya magonjwa ya mifupa na mfumo wa fahamu. Na mfumo wa fahamu maana yake ni ubongo, uti wa mgongo pamoja na mishipa ya fahamu inayokwenda katika sehemu mbalimbali za miili yetu. Kwa hiyo katika maonyesho haya tumekuja kuonyesha sehemu ya umahiri wa taasisi pendwa ya MOI katika nchi hii, ili mwananchi yoyote badala ya kusubiri mpaka ugue basi anakuwa na nafasi ya kufika hapa, anaona kile ambacho taasisi inaweza ikakifanya. Taasisi yetu imejikita katika mambo makuu matatu. La kwanza ni kutoa huduma kwa wagonjwa wote katika mifumo ambayo nimeizungumza. La pili ni kufundisha wataalamu ambao watakwenda kupeleka huduma hizi kwa wananchi. Na wataalamu hao ni kuanzia shahada za awali, yani shahada ya kwanza, shahada ya pili na vile ubobezi. Na katika hili Mungu ametubariki, tumeweza kufundisha wananchi, lakini vile na watu mbalimbali kutoka nje ya nchi ya Tanzania, katika ukanda huu Afrika Mashariki, ya Kati na Kusini, lakini vile hata wengine wametokea Afrika Magharibi. Lakini ya tatu ni kufanya tafiti. Mara nyingi huwa nikipata nafasi kama hii napenda kusema tiba mara nyingi sana imekuwa inatumika kutokana na matokeo ya tafiti yaliyofanywa katika nchi zilizoendelea. Nchi zingine ziko nje ya bara la Afrika. Sasa wakati mwingine afua hiyo inaweza ikafanya vizuri sana kwa watu wa mbari ya aina fulani au vinasaba vya aina fulani, lakini ikawa ni changamoto kidogo kwa watu wa vinasaba kama tulivyonavyo sisi. Kwa hiyo mchango wetu basi unakuwa ni kufanya tafiti zitakazofanya tuwe na afua zilizozaliwa katika nchi yetu, katika mazingira ya huku kwetu, inaweza kuchangia sasa katika ukubwa wa afua mbalimbali za kutibu magonjwa ya mifupa na mfumo wa fahamu.